Worship
Kama unasikia, tupe Bwana shangwe, ili hata wale ambao hizo pepo zinajaribu kuleta hiyo madharau kidogo, tuamue Jehova afanye mambo. Bwana asifiwe. Wewe uko na viungo vyako na kinywa kizuri, tuambie Bwana, tunapojitayarisha kutumisha, tunapojitayarisha kutoka kwa keyboard, ndio najua atashikilia hapo maana eke muda wa gari wake wenye. Bwana asifiwe. Ni mambo ni kujipanga na kufanya vile hivyo. Bwana asifiwe. Na kutayarisha, maana ni wewe umekuja. Kupiga shangwe ni kitu moja, kupigana vita. Usifikiri ni shetani alikuwa amekaa tu ndio ibada ikiwa vizuri. Hapana, alikuwa amejitayarisha kuje. Kwa hiyo nataka, maana ni wewe umeletwa. Ni wewe Gideon asubuhi ya leo. Tupige shangwe ili Bwana afungue wingu ya siku ya leo, ili Bwana atuonekanie. Bwana asifiwe. Uko tayari kupigia Bwana shangwe na vigelegele? Bwana asifiwe. Sijui kwa nini nasikia sauti yangu. Mko wengi na mimi niko peke yangu. Bwana asifiwe. Hallelujah. God bless you. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mko wazima? Haleluya. Tupige Bwana Yesu makofi tunapokaa chini. Mungu ni mwema wakati wote. Na hiyo ndio hali yake. Najua mara nyingi huwa nasababishwa na Bwana kwa jinsi vile yeye alivyo. Na mipango ya Bwana, kama vile Biblia inasema ya kwamba mipango yake na yetu inatofautiana sana. Lakini ni vizuri wakati tumejipata tumetofautiana na yale mawazo yake, tunakubali, kwa sababu sisi ni kazi ya mikono yake. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mwanadamu ni mwanadamu, na kwa sababu alipewa ule uwezo wa kujitawala, mara nyingi huwa anahisi ya kwamba anamshinda aliyemuumba. Lakini isiwe vile kwetu sisi, kwa sababu Mungu ndiye muumbaji. Asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana. Amekuwa mwema na mwaminifu sana maishani mwangu. Hakika naweza nikasimama na nikakiri ule wema wake, nikakiri yale amenitendea, kwa sababu kama sio yeye, mimi singekuwa jinsi vile nilivyo asubuhi ya leo. Kuna kitu ningetaka tukajifunze asubuhi ya leo kwa dakika chache tu, dakika kidogo. Tuangalie maandiko katika kitabu cha Methali 18. Nitasoma tu maandiko mafupi, alafu nitumie dakika kidogo sana, niko na kama dakika 20. Tulishiriki neno la Bwana, alafu kutoka hapo Bwana atuonyeshe vile tutakavyofanya. Ni vizuri wakati unaingia katika nyumba la Bwana, ufunze moyo wako kujiachilia mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri unapoingia katika nyumba la Bwana, kwa sababu wiki nzima ama juma hilo nzima limepita, umekuwa kwa shughuli tofauti, umekuwa kama kwa mambo mengi, umekuwa labda moyo wako umefinyika, umekuwa umepitia changamoto. Lakini tunapoingia katika nyumba la Bwana, kama vile neno nasema, ni vyema watu wa Mungu kukusanyika mara kwa mara ili watiane nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tu usione kama ni tabia tu kuingia katika nyumba la Bwana, lakini kuna sababu. Na kama vile neno nasema ya kwamba mnapokuja pamoja, mnapoungamana pale, ni wakati mwema wa kutiana nguvu mmoja na mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo unapoingia katika nyumba la Bwana, usijali yale umepitia. Bora tu moyo wako ukamfungukie Bwana. Bora tu moyo wako ukaupeane kwa Bwana, kwa sababu hili ni andiko amesema, mnapokutana mahala pale, endeni mkabebeane mizigo. Kwa hivyo unapoingia katika nyumba ya Bwana, sio wakati wa kukuja pale na kuanza kuhesabu yale umepitia juma hilo. Ni wakati wako wa kufungua moyo wako.
Katika kitabu cha Methali 18 mstari wa 10 inasema hivi: jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia na kuwa salama. Bwana Yesu apewe sifa. Haya ndio yale maandiko ningetaka tukayatazame asubuhi ya leo. Haya ndio yale maandiko. Nilipoamka asubuhi na nikafungua Biblia yangu, Mungu akakuwa akinenea kuhusu ule ukuu wake. Akawa akinenea na kuniambia kwamba jina la Bwana Yesu ni ngome imara. Bwana Yesu apewe sifa. Na unaposikia ya kwamba kuna kitu kinaitwa ngome imara, ni kumaanisha ni kitu kilio na uwezo, ama ni hali iliyo na uwezo, ni ngome imara. Wakati umekimbizwa na uko nje, wakati mambo yamekuremea na uko nje, wakati mambo yamezidi na uko nje, kuna mahali wa kukimbilia. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana Yesu ni ngome imara. Watakatifu wanapokimbilia mahala pale, haijalishi umebebana na nini, haijalishi umesukumwa na nini, haijalishi ni nini kimekufuata, haijalishi ni nini hicho kinakutesa, unapokimbilia mahala pale ni ngome imara. Bwana Yesu apewe sifa. Yaweza kuwa tunapita changamoto, yaweza kuwa umefika mwisho, ukijihisi hivi wasikia ya kwamba mimi hakika nimefika mwisho. Yale mambo ninayoyapitia, yale mambo ninayoyabeba tangu nikuje hii nchi, nimekuwa na shida, nikitoka kwa hii na kufuatana na nyingine, na ninahisi ni kama nimefika mwisho. Nasikia ni kama ninataka kukata tamaa, lakini asubuhi ya leo niko na neno lako ya kwamba kunalo jina linaloitwa jina la Yesu, na Biblia inatuambia vizuri ya kwamba nalo hili jina ni ngome imara. Bwana Yesu apewe sifa. Unapokimbilia mahala pale, chochote kile kimekutesa, hiyo familia inakufanya uteseke kila dakika, hao watoto wanakufanya ulie kila dakika, hao watoto wamekuwa mwiba maishani mwako, hao magonjwa yamekuwa mwiba maishani mwako. Unapokimbilia pale, Biblia inasema ya kwamba hili jina ni ngome imara. Praise be the name of the Lord. Haijalishi ni nini, inatakikana tu ujijue wewe, ujifahamu ya kwamba wewe ni mtakatifu. Praise be the name of the Lord. Because the Biblia inasema ya kwamba wale wanaomwamini Kristo wanapokimbilia mahala pale wanakuwa salama. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio ni ngome imara, lakini hapo kuna kitu amesema. Wacha nisome tena tusikie vizuri. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia na kuwa salama. Praise the name of the Lord. Unajua kuna kitu moja huwa kinanisangasha katika neno la Bwana. Kwa sababu mnaendelea vizuri na Bwana, mnatembea vizuri, anakuonyesha kutakuwa na nitafanya na nitatenda. Lakini mkifika mahali anakuambia sasa, lakini kabla nitende kuna jukumu lako la kufanya. Lazima utimize haya masharti. Praise the name of the Lord. Na hiyo ndio hali. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio hali. Amekupa uwezo, na kama vile huwa ninasema mara mingi, because hili ndilo lilikuwa chanzo cha kuanguka kwa mwanadamu. Hii ndio ilikuwa chanzo cha mateso ya mwanadamu. Ni kama vile nakumbuka nikiwa mdogo, kuna vitu zilikuwa zinanisumbua sana, na nilikuwa naona na nikihisi ya kwamba nafaa nikuwe mkubwa haraka, nikuwe na uhuru wa kutenda mambo zangu, sio kushinda pale nikiamua vile nitafanya.
Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa natamani nifikie ule umri niachiwe huru. Nikitaka kwenda kwenye nataka kwenda, nitakuwa huru, sitakuwa nikiomba ruhusa, ama hakuna mtu atakuwa akikuja kuuliza na ulienda wapi? Nani alikwambia utoke uende? Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama nyinyi mlikuwa kama mimi. Hiyo ni hali ya mwanadamu. Ukiuliza hawa watoto, unapowaambia wafanye kitu, hata kuwaambia wasome na masomo ni yao, unawasugua. Kwa sababu wanataka kukuwa na ule uhuru. Wanataka kukuwa na freedom. Na hivyo ndivyo tuko hata mbele za Bwana. Tunataka kila wakati kukuwa na freedom. Nataka nifanye kile ninachokitaka. Na Mungu akapea mwanadamu ule uhuru. Ukisoma katika maandiko katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 2, ikafika mahali na Mungu baada ya kumuumba Adamu na akaumba kila kitu na akaona kiko salama, akamwambia Adamu, na sasa nimekupa ruhusa, enenda ukazipee majina. Enda ukataje kila kiumbe utakachokiona na ukitaje jina. Bwana Yesu apewe sifa. Akaona tu ni kitu rahisi, nimetumwa, lakini ulikuwa mwanzo wa kuanguka kwake. Ulikuwa mwanzo wa kuteseka kwake. Vile Mungu alikuwa anamumba vizuri, akiwa anamshika vizuri, akiwa anambeba vizuri, sasa hapa akampa ule uwezo wa kukata kauli zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwake akiona ni kitu rahisi, nimepewa cheo, imekuwa, lakini ukakuwa mwanzo jinsi vile ilivyo kwetu. Vile unaomba Mungu unaona kama ni umekomaa kujukumika mambo mengi. Vile unaona umekomaa, hivyo ndivyo majukumu yanazidi. Praise the name of the Lord. Na ndio mara mingi huwa tuna complain, mara mingi huwa tunanugunika, ningetaka kukua nimefika kama so and so. Lakini ukitaka kujua vizuri, enda umuombe story yake, muulize tu story yake kabla ufike hapa. Haya mafuta ninayoyatamani umepitia wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kuona tu mahali amefikia, anza kuangalia mahali amepita, pita mapito yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu tunamwona Petro alikuwa na Yesu na akamwambia Yesu, mimi hakuna siku nitakuacha, popote pale utapita tutaenenda na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Baadaye tunamwona yule Petro akiwa mahali anatishwa na kasichana. Just kasichana tu kawaida. Si hata wewe tulikuona ukiwa na huyu mtu. Hata tabia zako tunaona ni kama unafanana. Hapana, sio mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yeye hakuwa amehesabu gharama ile Yesu atakayopitia tangu afike msalabani, atakuwa amepita wapi. Lakini alikuwa anaona maisha yakiwa mzuri, yale maisha walikuwa wanaishi na Yesu, alikuwa anaona yakiwa mazuri, alikuwa anayatamani, lakini hakujua kuna kazi yake kupitia. Bwana Yesu apewe sifa. Ile kitu ya maana sio mahali umefika, lakini umepita wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Umepitia wapi ndio upande ufike mahali unatamani. Umepiga hesabu ya kwenye utapita, umepiga hesabu ya mapito kuelekea kwenye kikomo unachokitamani. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, kuna kazi ya kufanya, sio tu kutamani. Ukiona mtu amefika kiwango fulani, wacha kutamani. Ukiona mtu amefanikiwa na amefika kiwango fulani, usitamani kabla ufike kutamani. Jiulize kwanza, amepita wapi? Praise the name of the Lord. Siku ya leo watu wengi wanalia. Na kwa nini wanalia? Walitamani. Wakaona mtu amepiga hatua, amepita, amefika mahala fulani, na wanatamani na hata wanaomba, afadhali ningekuwa kama so and so. Huyo mtu akikutwika ule mzigo ameubeba, hawezi kusimama. Bwana Yesu apewe sifa. Akikutwika ule mzigo ameubeba, kama yale ameyatenda, amefika pale kwa wema,
kuelezea. Kama amefika pale kwa kutenda maovu, because kuna wao wamefika kwenye unawaona kwa kutenda maovu, na ninataka nikuambie yale matunda bado wanaishangilia, either positively or negatively. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo acha niwaambie wapendwa, kile kitu cha maana sana maishani ni kujua. Na kama vile tumesoma katika kitabu cha Methali 18 mstari wake ni wa 10. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia na kuwa salama. Kwa hiyo tutenemo. Na hapo ninataka tupate kuishika vizuri hiyo statement ya mwisho. Ya kwanza haina shida. Ndio tunajua vizuri kuna ngome imara na nitakapokimbilia pale nitakuwa salama. Lakini swali ni je, wewe ni mwenye haki? Praise the name of God. Kama vile nimesema, ndio sasa ufikie pale kuna process. Wewe ni mwenye haki. Kwa sababu kama wewe hautakuwa mwenye haki, bado kuna ile njia ya kuipita. Na utakapokuwa ukipita ile njia, ujue unaipita kama wewe sio mwenye haki. Kumaanisha unaweza ukatenda chochote kile. Praise the name of God. Ufike ndio upate jibu lako pale, you can do anything. Unaweza ukakifanya chochote kile. Hapa ndipo utofauti huko. Kwa sababu mambo mengi yanatufanya tukalie siku ya leo. Mambo mengi yanatufanya tukarudi kwa Kristo siku ya leo. Tunaanza kusema najua kuna lile jina. Lakini kumbuka sio la kila mtu. Praise the name of the Lord. The Bible says, chochote kile unachokipanda, wewe mwenyewe utafanya nini? Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu sana. Akisema unachokipanda, utakachokivuna wewe mwenyewe. Lazima itafikia na utajipata ukivuna chochote kile. Sasa tumekuwa pale tukilaumu Mungu, tukinungunika, mbona mimi maombi yangu haijibiwi? Sio haijibiwi. You have to pay. Praise be the name of the Lord. Ndio ufike hapo, ulipita wapi? Watoto wangu wamekuwa, wamenifanya nikuwe machozi. Ni afadhali hata singekuwa na hawa watoto. Watoto hawana shida. Walizaliwa kama wale wengine unaowaona. Lakini umewapitishia wapi? Praise the name of the Lord. Ile process, ile njia katika ile hali ya kupanda kutoka kiwango hadi kingine, wewe umepita wapi? Hilo ndilo hilo ndilo jibu unafaa kujijibu wewe mwenyewe. Ujiulize lile swali na ujijibu mwenyewe. Kwa sababu Mungu hawezi kumpiga chenga. Haleluya. Lakini mara mingi huwa sisi wanadamu ni wajeuri. Tunaona tunaweza kuwa jeuri mpaka tujejeruke kwa Bwana. Hawezi, haiwezekani. Alikuumba kwa mikono yake. Biblia inasema ya kwamba njia zako ziko mkononi mwako. Anakuelewa. Uamkapo, ulalapo, anakufahamu vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi ukampiga chenga. Lakini mambo yakizidi, tunarudi pale. Tunakuja tunashika la maandiko. Jina la Bwana Yesu ni ngome imara. Praise be the name of the Lord. Lakini hatutaki kumalizia. Jina la Bwana Yesu ni ngome imara. Lakini hapo mwisho inasema nini? Wenye haki hulikimbilia huwa salama. Praise be the name of the Lord. Haya mengine ni mazuri ni ya Bwana na anayatenda kama neno lake. Lakini ile nafasi yako umejukumika mpendwa. Hilo ndilo swali ningetaka tukajiulize. Ndio Bwana Yesu jina lake ni ngome imara, lakini tukifikia pale kwa wenye haki, wewe ni mwenye haki. Yale yanakufanya ulie leo,
Ukiangalia nyuma, kuna mahali ulitenda haki. Praise be the name of the Lord. Kuna mahali ulitoka kwenye njia za Bwana. Hilo ndilo swali ningetaka kukuachia. Kwa sababu kama vile nimesema hapa, still in the book of Proverbs 17 verse 16, Biblia inasema ya kwamba Mungu Biblia inasema ya kwamba anayejishughulisha na shughuli zenye hazizomhusu ni kama mtu anayeshika mbwa masikio. Mungu hatakubali. Bwana Yesu apewe sifa. Ukianza safari yako bila Mungu, ujue vyenye utaendeleza hiyo safari yako. Inapokuwa gumu, Mungu hayuko pale na wewe. Lakini yeye anasema pia ni mwingi wa rehema. Praise be the name of the Lord. Haijalishi umepotea mpaka wapi, anatuambia vizuri, kujeni sasa tusemezane. Praise be the name of the Lord. Ndio najua uliniacha na ukaenda, tukafika mahali na wewe nikasimama na wewe, nikakuonyesha njia zangu, nikawa nikikuongelesha, nikawa nikikufunza, nikawa nikikutunza vizuri. Ulipokuwa mkubwa, ukawa na nguvu, ukasikia ya kwamba wewe wajiweza, ukashika njia yako. Lakini sasa nakuita tena, kuja tusemezane na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka siku ya leo ananena. Na ndio sababu hili jina bado liko, ya kwamba jina la Yesu ni ngome imara. Wanaomkimbilia, watakatifu wanaomkimbilia wanakuwa salama. Praise be the name of the Lord. Bado kuna nafasi. Bado kuna nafasi. Kama utamrudia tena, kama utakairi njia zako na ukate kauli ya kumrudia Bwana, ukate kauli ya kukaa katika njia za Bwana, kando na yale yote tunayoyapitia, kando na yale tuko ndani yake, kwa sababu tunabebana na mambo mingi, lakini kando na yale yote, wacheni tukate kauli ya kuwa waaminifu wa Bwana. Praise be the name of the Lord. Hatuwezi tukampiga chenga. Ndio tutayafanya. Hata tukiwa gizani. Anasema akamwambia Daudi siku moja, Daudi akasema ya kwamba hata nikiweka kitanda changu kwa Shetani, pale wewe macho yako bado yanitazama. Yeye ndiye mwanzo, leo na hata kesho. Vile alikuwa anamtazamia Daudi wakati ule, hata siku ya leo atutazamia pia. Hakuna mahali tunaweza tukakimbia tukajificha uso wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha kwamba hata siku ya leo akisema ya kwamba wenye haki huikimbilia ile jina wanakuwa salama, anawatazamia walio wenye haki. Unapokuwa wewe sio mwenye haki, anafahamu vyema, anajua, na hata anajua wakati ulianza kugairi njia zake. Mungu atusaidie na atuneemishe tunapokata kauli ya kupita katika njia zake, ili wakati tunalolikimbilia lile jina tunahesabika kuwa huru, tunahesabika mmoja wa wale wanaweza kuthibitishwa na lile jina la Bwana Yesu. Hiyo ngome imara ambayo haiwezi ikatikizika kwa sababu ya jambo lolote. Hakuna shida yoyote, hakuna machozi yoyote yanaweza ikalitikisa lile jina la Yesu. Wacha tukue wenye haki. Wacheni tusimame kwa miguu yetu. Masaa yangu imeisha. Ningetaka tuende mbele za Bwana. Tuwe na nafasi ya kujitoa mbele za Bwana. Waimbaji wanapokaribia mahali hapa, ningetaka tuende mbele za Bwana, kwa sababu yeye ni mwema na ni mwingi wa rehema. That's why waimbaji akasema ya kwamba hakuna mwingine kama huyu Yesu, kwa sababu yeye hata
tumfanyie nini? Tunaponyenyekea, tunapomwendea, pia yeye atusikiza, kwa sababu yeye ni mwema. Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kufananishwa na Bwana, hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kulinganishwa na Bwana, hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kutoshanishwa na Bwana. Asante sana Mungu Bwana yetu kwa sababu ya wema wako. Ni asante kwa sababu fadhili zako ni za milele. Mara mingi tunapotoka kwenye njia zako, lakini tunaporudi Jehova Mungu, kama vile neno lako yasema ya kwamba jina lako ni ngome imara, na unaowatazamia wale wote watakaokaidi katika njia zao bovu wakurudie, wakuwe wenye haki, ili wanalolikimbilia hili jina lako lenye nguvu na uwezo, Bwana Yesu, wakawe salama. Asubuhi ya leo tumenyenyekea mbele zako, tumejileta tukiomba Bwana ukaturehemu, kwa sababu kuna mambo yametufuata, kuna mambo yametufinyilia, na tumesikia kwamba tunapolitia hili jina lako Yesu, hakika tutakuwa salama. Tunaamini kwa Jehova Mungu utaturehemu, na tutakapolitia jina lako hakika tutakuwa salama. Ni asante kwa sababu ya kila mmoja wetu, nafsi zetu twazitoa kwako. Tufanye vyema Bwana, tuinue, tuimarishe katika jina kuu la Yesu Kristo. Hii safari ya imani Bwana hatuwezi bila wewe. Ndio maana tumenyenyekea na tumelitia jina lako, na ni katika jina kuu la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Wacha tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi.